Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Leo tunamtazama kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Mujtaba Khamenei, ambaye anatajwa kama mbabe wa kivita wa nyakati hizi. Baada ya kifo cha baba yake, sasa ameamua kuonekana hadharani. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Mujtaba Khamenei amefanya mkutano wake wa kwanza katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita na Rais Masoud Pezeshkian, lakini pia picha kadhaa za video zikionyeshwa akiwa na baadhi ya viongozi wa nchi hiyo katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Picha ambazo zimeshirikishwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia kupitia vyombo mbalimbali vya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zinamuonyesha kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Mujtaba Khamenei, akifanya mkutano na baadhi ya viongozi, lakini wakati huu ikielezwa kwamba amefanya mkutano wake wa kwanza wa kipindi cha miezi mitatu iliyopita na Rais Masoud Pezeshkian kujadili masuala ya kiuchumi na kiulinzi. Ofisi ya kiongozi huyo mkuu ilisema mabadilishano ya kina ya maoni juu ya masuala na shida za nchi yalifanyika wakati wa mkutano huu, alisema, na kuongeza kuwa mada hiyo ilijumuisha masuala yanayohusiana na kukidhi mahitaji ya idadi ya watu, mzozo unaoendelea wa Marekani, matarajio yake ushirikiano wa kiuchumi na washirika wa kigeni. Na mkutano huo ulifanyika kuadhimisha mwaka wa pili wa Rais Masoud Pezeshkian kama rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, tangu kuingia madarakani hakuonekana hadharani. Hii iliyofanya maadui hasa Marekani kudhani kwamba pengine kiongozi huyo ameuawa. Lakini kwa ujasiri wa kiongozi huyo mkuu wa serikali ya kimapinduzi nchini Iran, aliamua kujitokeza hadharani. Rais Masoud Pezeshkian katika siku za hivi karibuni alitoa taarifa kwa ulimwengu kwamba ni vigumu kuonekana kwa kiongozi huyo kwa sababu za kiusalama. Hata hivyo, kiongozi huyo sasa amedhihirisha kwamba yupo hai na yupo kwa ajili ya mapambano dhidi ya maadui zake. Na katika moja ya mipango ambayo amepanga na rais wa Iran Masoud Pezeshkian ni pamoja na namna ya mapambano dhidi ya vita na Marekani na Israel. Mkutano wa Rais Masoud Pezeshkian na kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ulifanyika kuadhimisha mwaka wa pili wa Rais Masoud Pezeshkian. Ripoti rasmi ya kwanza kuhusu mkutano wa binafsi wa Rais Masoud Pezeshkian na Khamenei ilitolewa na huduma ya vyombo vya habari vya rais mnamo Mei 7. Tangu wakati huo Khamenei hajaonekana hadharani, ingawa Tehran inadai kuwa yuko katika afya njema na kutokuwepo kwake kutoka kwa macho ya umma unaelezewa na masuala ya usalama. Huku kukiwa na uvumi juu ya afya ya kiongozi mkuu wa serikali ya Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei, ambaye hajaonekana hadharani tangu kumrithi baba yake kufuatia shambulizi la anga la Marekani na Israel mwezi Februari. Shirika la habari la Mehr linalodhibitiwa na serikali ya Iran mnamo Jumamosi lilitoa video isiyokuwa na tarehe inayodaiwa kumuonyesha. Hata hivyo, bado haijulikani ni lini au wapi kanda hiyo ilirekodiwa na hakujawa na uthibitishaji huru kwamba inaonyesha hali yake ya sasa. Video ya kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei iliyotolewa kwa mara ya kwanza, Mehr iliandika ilipokuwa ikichapisha video hiyo kwenye tovuti yake ambayo ina sekunde zisizozidi 12. Klipu hiyo sekunde hizo 12 limuonyesha Mujtaba ambaye inasemekana alipata majeraha mabaya usoni na mguu katika shambulizi la Februari 28, akionekana mwenye afya njema akiwa ameketi kwenye zulia ndani ya chumba kilichofungwa, akiwa amevalia kilemba cheusi na vazi jeupe la kijivu juu ya nguo nyeupe. Alionekana akitangamana na watu waliokuwa wameketi karibu naye, na alikuwa akionekana kama baba yake Ayatollah Khamenei ambaye alimrithi. Tangu ashike madaraka kama kiongozi mkuu wa tatu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mnamo Machi 8, Mujtaba Khamenei ametoa taarifa kadhaa za maandishi kupitia mashirika ya habari ya serikali, lakini hajatoa picha zozote au rekodi za sauti. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 56 pia hakuwepo kwenye sherehe za mazishi ya baba yake mwezi uliopita, na hivyo kuchochea uvumi kuhusu afya yake. Pezeshkian anasema mawasiliano ni magumu sana na ya kumfikia kiongozi huyo. Mapema wiki hii Rais Masoud Pezeshkian alikiri kwamba kuwasiliana na Mujtaba kulikuwa kuna changamoto na ni vigumu sana kuwasiliana naye kwa sasa, lakini kwa vyovyote vile uwepo wake ni chanzo kikubwa sana cha kututia nguvu ili tuweze kuendelea na mapambano. Aliongeza kuwa hata hivyo alikuwa amefanya mikutano yenye tija na kiongozi mkuu, na akieleza zaidi kwamba kwa bahati mbaya hali ya sasa inaruhusu baadhi ya watu wenye nia mbaya kumwelezea tofauti na kuwasilisha sura yake tofauti, anasema Rais Masoud Pezeshkian.
Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanamwelezea Mujitaba Khamenei kama kiongozi ambaye kimsingi ni mbabe wa kivita wa Mashariki ya Kati, kwa sababu katika nyakati hizi aliweza kusimama imara licha ya kuwa katika majeraha, lakini alipambana kuhakikisha Iran inasimama imara na kushinda vita dhidi ya Marekani, ambayo wakati huu ni kama vile Rais Donald Trump amekata tamaa kutorudi katika uwanja wa vita, huku akitaka mazungumzo zaidi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.